Karibu tena kwenye kidokezo kingine, na hili ni usafi wa mazingira. Leo tunaenda kuangazia jinsi ambavyo tunaweza kudumisha usafi kwenye banda la kutanguliza ukuzaji wa kuku zetu. Kumbuka, tunapolea vifaranga wetu kwenye mazingira mzuri, basi tunaweza kulea kuku ambao wana afya. Kusafisha na ufukizaji ni kidokezo muhimu sana kwa usalama wa kawaida wa ufugaji wa kuku. Usafi wa mazingira husaidia kulinda kundi lako kutoka kwa magonjwa na kuwafanya wawe na afya. Usafishaji ni mchakato wa hatua tatu, unakusafisha kwa ukavu, kwa unyevunyevu na ufukizaji. Tukianza, tunaenda kuangazia jinsi ambavyo tunafanya usafishaji wa ukavu. Mwanzo kabisa tutatoa vipaji vya maji, vyakula, nyenzo zozote zile ambazo zinaweza kutolewa kwenye banda la kuku. Tunafuatanisha na kutoa matandiko yoyote ile, uchafu na kuweka kwenye mifuko. Tutafagia banda la kuku na brashi kavu na ufagio. Tutaondoa nyenzo zote za kigeni kama vile takataka, udongo, damu, maji, uchafu, vumbi na viumbe hai. Kumbuka, usafishaji mzuri utaondoa 90% ya vijidudu vinavyosababisha ugonjwa kutokana na banda lako chafu. Tunapaswa kutupa takataka zote za zamani, tuiondoe mbali kabisa kwenye banda la kuku. Tusieneze takataka za zamani karibu na banda la kuku kwa sababu inaweza kueneza magonjwa. Mbolea inaweza kuuzwa kwa wakulima kama mbolea ama kwa madhumuni mengine ile, na inapaswa kuondolewa mbali na shamba lako. Kinachofuata basi ni usafishaji wa unyevunyevu. Kumbuka, tumemalizana na ule wa ukavu, sasa tunataka kuangazia ya unyevunyevu. Tuoshe banda kwa maji ya kawaida na brush, ukiondoa vumbi na viumbe hai vilivyo ndani ya jengo lako. Usafishaji wa unyevunyevu utapunguza hatari ya usambazaji wa virusi kwenye hewa. Ikiwezekana, ongeza milimita 3 ya poda ya kawaida ya sabuni, hiyo ni omo, kwa kila lita 10 ya maji inayotumika kung'arisha banda lako. Hii itapunguza uwezekano wa kueneza magonjwa na vijidudu kutoka kwa banda moja hadi nyingine na maeneo ya banda lako. Jaribu kuhakikisha kuwa maji yatatiririka mbali na banda lako bila kuloa. Jua ni kifukizi kizuri sana kinachoweza kuua vijidudu kwenye banda lako. Tunapaswa basi kulowesha maeneo yenye uchafu mingi, sangara na sehemu za kutulia, sakafu vizuri. Tunatumia kinyunyuzio cha shinikizo la chini ili kulowesha kabisa sehemu zote. Lowesha hadi uchafu uliokusanyika na mbolea yawe laini hadi yaweza kuondolewa kwa urahisi. Kwa kuosha kutumia poda ya kawaida, hiyo ni sabuni, inaweza kuwa ni Ariel ama Omo kwa sababu ni ya bei nafuu na pia ina ufanisi. Tunalowesha eneo hilo na kusugua ili kuondoa mabaki ya viumbe hai na pamoja na uchafu wa grisi. Tunapaswa kusugua banda la kuku kwa maji, Omo. Tunaweza tumia chlorine ukizingatia maeneo ambayo ni vigumu kufikiwa. Usafishaji uboresha kwa kutumia sabuni, maji moto, kusugua, kupiga brashi. Tunaweza tumia viosha vya umeme na mvuke. Na utaratibu bora wa kusafisha nyumba lako ni kutoka juu hadi chini, ukijumuisha dari, viguzo, madirisha, kuta, mlango na sakafu. Ng'arisha basi baada ya kufanya hivyo kutumia bleach na pia maji safi tena. Chunguza banda lako kama kuna kitu kikavu kilichobaki kabla ya kukausha. Ruhusu banda lako basi kukauka kwa kufungulia milango na madirisha. Kuruhusu mwanga wa jua kuingia kabla ya kuanza kufukiza. Hakikisha ukarabati wowote wa ujenzi kabla ya hatua ya mwisho ya kufukiza imefanywa. Tunapaswa kuziba mashimo yoyote ya panya nje na ndani ya jengo letu. Ufukizaji ni muhimu, lakini haitakuwa halisi iwapo kuna uchafu iliyobaki kwenye banda lako. Mtazamaji, ufukizaji huua mawakala wa magonjwa iliyobaki, na baada ya usafishaji, ufukizaji ni bora zaidi. Wakati wa ubora wa usafishaji ni wenye ukavu na wenye unyevunyevu, na tunatumia dawa bora zaidi ya kuua vijidudu ambayo ni ina misombo ya amonia, quaternary na glutaraldehyde. Hakikisha kuwa unatumia viwango sahihi. Itakuwa sala sana iwapo mkulima utanunua dawa na usitumie viwango sahihi vya kuzimua na matumizi sahihi ya hiyo dawa. Unaweza kutumia knapsack kufunika sakafu, ukuta, dari na miundo yote ya ndani. Njia mbadala ni kutumia ndoo yenye mnyunyu wa kuua viini na ufagio laini kuchovya kwenye ndoo na kutandaza ndani ya nyumba, ukisugua dawa hadi kwa kufa. Mara tu miundo yote imefungiwa na mnyunyuko wa kuua viini, funga banda lako angalau siku moja ili ikae mlovu kwa muda wote uwezekanao kwa ufukizaji bora. Mtazamaji, asante kwa kutazama. Kumbuka, mazoea ya usafishaji na ufukizaji ni bora, ni muhimu kwa kukuza vifaranga wenye afya na nguvu. Asante kwa kutazama. Endelea kufuatilia vidokezo zaidi kuhusu ufugaji wa kuku.